Naam, uhali gani mwanafamilia na mtazamaji wa Mega Media Tanzania, bila shaka umuheri wa afya kabisa. Karibu tena ndani ya upepo wa magazeti asubuhi hii ya leo ya tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 2025. Ndani ya upepo wa magazeti tutakwenda kuangazia vichwa vya habari vilivyoandikwa kwenye magazeti mbalimbali yaliyotufikia asubuhi hii ya leo. Hii ni Mega Media Tanzania, mimi ni Balama Tanzania, lakini kabla hatujaendelea basi usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kucomment ili usiweze kupitwa na chochote ambacho kinaarushwa moja kwa moja kutoka hapa Mega Media Tanzania. Kuna ni basi tuanze moja kwa moja katika gazeti la Nipashe, ambapo gazeti la Nipashe asubuhi ya leo linasema kwamba Kariakoo ya salimika, wafanyabiashara wa shukuru jeshi, lakini walia kukosa wanunuzi hasa kutoka nje ya nchi. Habari hii utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe. Habari picha wanaonekana baadhi ya wafanyabiashara kutoka Kariakoo, lakini pia kuna habari inayosema kwamba Mwinyi amrejesha Hemed Othman atoa ya moyoni, lakini habari hii utaipata katika ukurasa wa 3, lakini pia ukurasa wa 17. Habari picha anaonekana mwanasheria mkuu wa serikali Mwinyi kutoka visiwani Zanzibar, lakini pia wadai maridhiano yataponya taifa. Lakini pia panya wala bangi, polisi washtakiwa waachiwa. Hiyo ni habari ambayo utaipata katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Nipashe. Nirudie kuisoma taarifa hiyo hapo inayosema kwamba panya wala bangi, polisi washtakiwa waachiwa. Najua itakuwa ni ngumu sana kuelewa habari hii au kichwa cha habari hii, lakini basi usiwe na wenge wala punguza pressure. Habari hii katika ukurasa wa 7. Njoo moja kwa moja katika gazeti hili la Nipashe. Lakini hapa juu kuna habari inayosema kwamba bandari Tanga ya okoa jahazi, Malawi kupata mafuta ndani ya siku 2. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba mwili uliorejeshwa na Hamas kutoka vitani Gaza ni wa Mtanzania. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 19 wa gazeti la Nipashe. Lakini pia twende moja kwa moja katika gazeti la Wamachinga ambalo lenyewe linasema kwamba CCM yatoa tamko zito. Katika habari picha anaonekana Kenan Kihongosi huyo, lakini pia habari hii utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Wamachinga. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Othman aanza ziara kuponza wafuasi wake. Habari hii utaipata moja kwa moja katika gazeti hili la Wamachinga ukurasa wa 4. Lakini hapa juu kuna habari inayosema kwamba Zuberi Maulidi spika tena baraza la wawakilishi. Habari hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Watanzania, nini hiki kimetokea nchini? Habari hii katika ukurasa wa 5. Nani amesema kipi ambacho kimetokea, nchi gani? Basi njoo moja kwa moja kwenye gazeti la Wamachinga, linamaliza kila kitu. Waswahili wanasema yani mwanzo mwisho utaweza kuelewa habari hii kiundani zaidi. Twende kwenye gazeti la Wamachinga Sports Ijumaa hii ya Novemba 7, 2025. Linasemaje lenyewe? Linasema kwamba Simba yapiga hesabu kali ligi ya mabingwa. Habari picha wanaonekana baadhi ya wachezaji wa Simba wakiwa kwenye moments za win celebration. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba beki Asen amvutia kocha Mabedi. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Kagera Sugar yajipanga kurudi ligi kuu. Habari hii utaipata moja kwa moja katika gazeti hili la Wamachinga Sports. Tuondoke Wamachinga Sports tuelekee katika gazeti la Majira. Lenyewe linasema kwamba Johari apongezwa kwa kuaminiwa na Samia. Chama cha mawakili wa serikali chasema imeonyesha wazi uteuzi huo si wa kisiasa, waridhishwa sifa zake kitaaluma, lakini pia uzoefu wake. Habari hii utaipata moja kwa moja katika gazeti hili la Majira katika ukurasa 4 wa gazeti hili. Lakini pia Putin ampongeza Daktari Samia kushinda
urais. Lakini pia habari picha, anaonekana Rais Samia Suluhu Hassan akikabidhiwa mmoja kati ya kibahasha fulani. Ngoja nisome taarifa hii kwa ufupi kidogo katika gazeti hili la Majira. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akipokea ujumbe maalumu kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Urusi Vladimir Putin uliowasilishwa kwake na Sergei Kirienko Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Makabidhiano haya ambayo yamefanyika, huu ni ujumbe ambao ameupata Rais Samia kutoka kwa Rais wa Urusi Vladimir Putin, mmoja kati ya marais wakubwa na marais wenye status kubwa sana duniani, Vladimir Putin. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Othman Masudi asisitiza amani iwe kipaumbele. Habari hii katika ukurasa wa 3 gazeti la Majira utaipata moja kwa moja. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba bunge latangaza nafasi za ajira, vigezo vya tajwa. Basi fika katika gazeti hili la Majira ukurasa wa 3 unaweza ukapata donge. Hizi ni ajira, wanasema kwamba mtaani hakuna kazi, lakini bunge limetangaza nafasi za ajira. Bila shaka ukifika utapata maelekezo ya kutosha. Bwana, huu ndio umuhimu wa kusoma magazeti au wa kusikiliza magazeti, hasa katika vipindi vyetu vya upepo wa magazeti. Kuna watu wanaopoa donge hapa, unaweza kuwa unanisikia au unanitazama muda huu hapa, basi fika, unaweza ukajiokotea donge la ajira. Wenyewe wanasema kwamba job vacancy, nafasi za kazi. Lakini pia Majira michezo na burudani lenyewe linasema kwamba Gamondi aita kikosi cha maangamizi Stars, yumo Kevin John kuingia kambini Novemba 10. Kocha huyo ambaye ameteuliwa siku chache zilizopita, Master Gamondi, ambaye ameita rasmi kikosi cha Taifa Stars, na picha inaonyesha baadhi ya wachezaji wa kikosi cha Taifa Stars. Hapa namuona Pascal, lakini pia namuona Simon Msuva, namuona Mbwana Samata, namuona Faisal Salum, kama ambavyo unaweza ukawa unawaona hapo. Namuona Baka, namuona Jobu Kapombe, lakini pia Clement Mzinze wanaonekana kwenye picha hapo. Kikosi cha timu ya taifa hicho ya Tanzania Taifa Stars. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Simba Sports JKT hapatoshi kesho ligi kuu bara. Tuelekee katika gazeti la Uelekeo kama lilivyo lenyewe, linasema kwamba Urusi yamtumia ujumbe maalumu Rais Samia. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba RC makala hali ni shwari mipakani. Habari picha anaonekana RC makala mwenyewe. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Zuberi arejea uspika Zanzibar. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Dkt. Mwinyi amwapisha mwanasheria mkuu Zanzibar. Ningependa kwa faida yako au kwa faida ya wote tuisome kwa ufupi habari hii ya urejeo wa Zuberi uspika Zanzibar. Zuberi Ali Maulidi amechaguliwa tena kuwa spika wa baraza la mawakilishi Zanzibar baada ya kupata kura 53 kati ya 68, akiwashinda wagombea cha usiku Khatibu Naima Salum, lakini pia Suleimani Ali. Hiki ni kipindi chake cha 3 tangu 2015. Unadai kwamba ukiona kiongozi anazidi kujirudia, basi ujue kazi yake ni nzuri. Pia tunampatia pongezi wanafamilia, lakini pia timu nzima ya Mega Media Tanzania tunampatia pongezi Mheshimiwa Zuberi kwa kuchaguliwa tena kuwa spika katika bunge la Zanzibar. Lakini pia Uelekeo Sport lenyewe linasema kwamba Simba yajivunia rekodi hatua ya makundi. Habari picha anaonekana msemaji hapa wa timu ya Simba Sports Club. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Osimhen ang'ara ligi ya mabingwa Ulaya. Habari picha inaonyesha mchezaji huyo wa timu ya Galatasaray Victor Osimhen, lakini pia raia wa nchi ya Nigeria, liko wazi kabisa, mmoja kati ya wachezaji hatari kutoka Afrika. Lakini pia Gamondi amrejesha Kelvin John Stars. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Michael Jackson aendelea kukomba fedha. Kwa nini Michael Jackson aendelea kukomba fedha? Miaka mingi iliyopita alishaaga dunia
basi katika gazeti hili la Uelekeo Sports utaipata na utaiona habari hii kiundani zaidi. Twende katika gazeti la Mwanahabari, gazeti bora hili lenyewe linasema kwamba Watanzania hawajazoea mabavu na kutoana ngeu. Asema lugha ya Kiswahili inahimiza udugu, ukarimu na kustahiana. Habari hii katika ukurasa wa 3. Lakini pia abainisha dini pia zimechangia kuleta amani kwa kuwa Watanzania wengi ni watu wanaomjua na kumhofu Mungu. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Putin ampongeza Dr. Samia kushinda urais. Habari hii katika ukurasa wa 2. Ukiona habari imekaa katika kurasa za mwanzoni, basi ujue hiyo ni moja kati ya habari kubwa sana na habari ambayo inawezekana imeshika headlines sana katika vyanzo mbalimbali vya habari pengine. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba CCM yapaza sauti hali ya kisiasa, ya laani vurugu, uvunjifu wa mali za umma. Lakini pia habari hii katika ukurasa wa 3 utaipata moja kwa moja. Tuelekee katika gazeti la Mwanahabari michezo, lenyewe linasema kwamba Twiga Stars watabiliwa makubwa AFCON. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba meneja Simba ataja mechi ngumu CAF Champions. Hiyo ni habari ambayo inapatikana katika gazeti hili la Mwanahabari michezo. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Said Hamis Jayara azidi kutupia Malaysia. Said Hamis huyo katika gazeti la Mwanahabari michezo utaweza kuipata habari hiyo inahusiana na michezo zaidi. Lakini pia tuende kwenye gazeti la Mwanasport, linasema kwamba Pedro awatoa jasho mastaa. Habari katika ukurasa wa 2 utaipata moja kwa moja. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Mobaka bangi zilikaribia kuua kipaji changu. Habari hii katika ukurasa wa 12. Huyu bila shaka ni mchezaji wa zamani kidogo wa timu ya Yanga Sports Club. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba kocha Morocco amedhulumiwa na nini tena kocha Morocco? Basi njoo katika ukurasa wa 14 wa gazeti la Mwanasport. Lakini pia kuna habari pale juu inasema kwamba Simba Sports ya mtisha beki Tunisia. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba AI ilivyookoa ndoa ya Nandy. Kuna ni bila shaka ni moja kati ya nyimbo ambazo zimetoka muda si mrefu ambapo Nandy alimshirikisha msanii Jux. Lakini pia turuke moja kwa moja katika gazeti la Mwananchi, lenyewe linasema kwamba wasanii mashabiki katikati ya mvutano. Habari picha wanaonekana baadhi ya wasanii hapa, namuona Shilole, namuona Jux, lakini pia anaonekana Alikiba, lakini pia anaonekana Billnass. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba unaibu spika ulivyokuwa ngazi ya kufikia uspika katika ukurasa wa 2. Habari hii unaweza ukaipata moja kwa moja hapa. Anaonekana baadhi ya maspika ambao walishawahi kupita awamu 4 zilizopita kutoka pale kwa Dr. Tulia Ackson. Hapa anaonekana Daktari Samia Tulia, lakini pia anaonekana Ndugai, lakini pia anaonekana Anne Makinda, lakini pia anaonekana Msekwa. Lakini pia kuna habari inasema kwamba kibarua kilichopo mbele ya rais. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini pia hapa chini kuna habari inayosema kwamba mambo 10 yatakayo kusaidia kuondokana na kiwewe. Kiwewe ni nini? Basi njoo katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili la Mwananchi utaipata moja kwa moja habari hii. Basi twende moja kwa moja katika gazeti la Habari Leo, linasema kwamba Utaifa Kwanza, TEF ya shauri kujisahihisha na kuzungumza. Lakini pia tume haki za binadamu kufanya uchunguzi na kulinda amani. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba wagombea uraisi upinzani wataka 4R iwe sheria, washauri vyama vyote vitekeleze kuhimiza usamilivu, watia rai viongozi wasichochee chuki wafuasi wao. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba wanasaikolojia watoa tiba ya utulivu wa akili. Nenda katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo. Turuke haraka katika gazeti la Habari Leo michezo, linasemaje? Linasema kwamba Gamondi amrejesha Kelvin John Stars. Lakini pia kuna habari
inayosema kwamba JKT Queens yaenda Misri, ligi ya mabingwa Afrika. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Osimhen aibuka kinara wafungaji Ulaya, ukurasa wa 22. Utaipata habari hii katika gazeti la Habari Leo michezo. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Yanga yajifua kuikabili KMC. Lakini pia twende katika gazeti la Zanzibar Leo, linasemaje? Linasema kwamba Daktari Mwinyi amteua Hemedi makamu wa pili wa rais. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba amwapisha mwanasheria mkuu wa serikali, katika ukurasa wa pili. Habari zote utazipata moja kwa moja. Wananchi waipongeza SMZ kujenga mahakama serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, mahakama mpya iliyojengwa. Habari hii katika ukurasa wa 8 wa gazeti la Zanzibar Leo. Lakini pia Zanzibar Leo michezo linasema kwamba Taifa Stars kuingia kambini Novemba 10. Lakini pia kuna habari inasema kwamba kocha JKT aitaja Taifa Stars. Habari katika ukurasa wa 13 utaipata moja kwa moja. Lakini pia Mlandege ajipanga kutetea ubingwa, timu kutoka visiwani Zanzibar. Lakini pia timu ya taifa netball kujichimbia Zanzibar. Lakini pia turuke moja kwa moja katika gazeti la Uhuru, lenyewe linasema kwamba amani utulivu vyazidi kuimarika. Habari picha anaonekana Rais Samia Suluhu Hassan akikabidhiana bahasha hapa, bila shaka ni bahasha ujumbe kutoka kwa rais wa Urusi. Lakini pia kuna habari inasema kwamba Maulidi spika tena wa baraza la wawakilishi. Turuke kwenye gazeti la Uhuru Daima, ukweli daima, linasema kwamba Gamondi ampa majukumu Kevin John. Lakini pia kuna habari inasema kwamba Taifa Stars itapambana na timu ya taifa ya Kuwait. Habari hii katika ukurasa wa 14 utaipata moja kwa moja. Basi tunaendelea, lakini pia usisahau wakati unaendelea kusikiliza Upepo Magazeti asubuhi ya leo ya tarehe 7 mwezi wa 11, usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kucomment. Upepo Magazeti unaenda kwa break fupi, lakini pia nikukumbushe kwamba au nikupatie tips. Waswahili wanasema kwamba kuna uwezekano takwimu zile zinasema kwamba 99.9 wanaume wanajichua, na maanisha wanapiga punyeto. Ashako msimatusi, wanapiga punyeto pengine tangu kuumbwa kwa umbo la dunia. Watu wa utani wanadai kwamba ile 0.1 iliyobaki kuna mwanaume mmoja tu ambaye pengine kwamba hajawahi kupiga punyeto. Lakini pia wengine wanabisha, wanasema kwamba hiyo kitu bana haipo wala haijawahi kutokea. Kuna wengine wanadai kwamba wanajiamini kwamba wenyewe wao hawahusiani zaidi na hayo mambo ya kujichua, lakini takwimu zinaongea. Sasa inabidi ujitathmini wewe kama wewe. Je, kwa upande wako, je, wewe unatekeleza hicho kitendo? Lakini pia je, jiulize kwa mara ya pili, kitendo hicho ni kibaya au ni kizuri, au cha ajabu au ni cha kawaida? It's weird or it's a normal, kitendo cha kujichua. Tatizo hili linawakumba zaidi kwa asilimia kubwa wanaume. Haya, tuende katika gazeti la Taifa Tanzania. Linasema kwamba Omo hawataka Wazanzibari kusimama imara kulinda amani. Lakini pia watalii 147 kutoka nchi 13 watembelea kisiwa cha Kilwa. Habari hii utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Tanzania. Turuke moja kwa moja katika gazeti la Taifa Tanzania michezo, linasema kwamba ligi kuu bara kuendelea kesho. Lakini pia hatimaye Kevin John aitwa kikosi cha taifa. Mchezaji kinda huyo Kevin John Patrick ambaye ameitwa kwenye kikosi cha taifa. Hii ni mipango mikakati ya timu kutoka kwa kocha Gamondi, Master Gamondi. Haya wanaosema Waswahili, na huu ni moja kati ya wimbo ambao anaupenda Master Gamondi. Si mimi ni wao, si mimi ni yeye. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Songea United yaomba mchezo dhidi ya B19 uchezwe Kwara. Basi turuke moja kwa moja katika gazeti la Mwananchi Huru. Gazeti hili linasema kwamba tume ya haki za binadamu kuchunguza vurugu zilizosababisha vifo. Profesa Tibaijuka ashauri waliokufa
wazikwe kwa heshima. Habari hii katika ukurasa wa 3. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba chama cha mawakili wa serikali wampongeza Hamza Johari. Katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi Huru utaipata moja kwa moja. Mtanzania leo linasemaje? Aliyemwangusha Jerry Silaa afunguka. ACT Wazalendo watilia shaka kifo cha kada wao wa mahabusu Tarime. Katika habari katika ukurasa wa 13 utaipata habari hii moja kwa moja. Lakini pia Hazina Primary School yaendeleza umwamba wa elimu Dar es Salaam. Katika ukurasa wa 4 utaipata habari hii. Twende katika gazeti la Raia Mzalendo, linasema kwamba CCM tunajitathmini kujipanga upya. Katika ukurasa wa 5 basi gazeti hili linatoa taarifa hii. Lakini pia Hazina Magomeni yazidi kung'ara, matokeo darasa la 7 2025. Lakini pia twende katika gazeti la Jamvi la Habari, linasema kwamba kauli ya Rais Samia imetupa utulivu kuendelea na majukumu wananchi wa hali. Maneno kutoka kwa wananchi wa Tanzania. Habari hii katika ukurasa wa 2. Kumradhi, katika ukurasa wa 4 utaipata habari hii. Lakini pia twende katika gazeti la Jamvi la Habari Sport, linasema kwamba Gamondi atangaza kikosi cha Taifa Stars. Habari hii katika ukurasa wa 15 utaipata moja kwa moja. Lakini pia Clement Mzize kuikosa Yanga Sports Club versus KMC FC. Bila shaka una mchezo ambao unachezwa siku ya kesho. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba katika gazeti la The Citizen kuna habari inayosema kwamba why psychological healing is vital after October 29 unrest. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba government decision to ease post lockdown port congestion. Bila shaka ndugu mpenzi mtazamaji, hiki ni Kiingereza. Wale wazee wa kimombo wanadai kwamba wanaweza kutafsiri moja kwa moja. Kwa hiyo bila shaka display inaonyesha gazeti hili la The Citizen moja kwa moja. Matamshi na maana ni vitu viwili tofauti, basi unaweza ukalisoma moja kwa moja, lakini pia kumradhi kwa hilo. Aya, katika gazeti la Tumaini Letu linasema kwamba msijiruhusu kuwa karakana ya shetani. Katika ukurasa wa 5. Nani ameongea? Ameongea lini na wapi? Basi njoo katika gazeti hili la Tumaini Letu uipate habari hii. Lakini pia Daily News linasema kwamba call for peace, stability stressed. Habari picha inamwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akikabidhiwa bahasha ya ujumbe kutoka kwa rais wa Urusi Vladimir Putin. Lakini pia kuna habari inasema kwamba maintain peace, embrace the ideology. Lakini pia habari hii moja kwa moja utaipata katika gazeti hili la Daily News. Turuke katika gazeti la Bidii lenyewe linasema kwamba IMF forced Kenya to swap SDR dollar loan for yuan. Basi tuondoke na bila shaka tumefika mwisho wa upepo wa magazeti. Wanasema kwamba safari ya mwisho siku zote huwa ni nyepesi. Lakini pia nikukumbushe kwamba Waswahili wanasema kwamba penye mteremko pana mlima na penye mlima pana mteremko. Hivyo ukiona safari yako ya maisha ina mlima, basi ujue ukihitaji kurudi tena utateremka, au kwa awamu nyingine ya kurudi basi utateremka. Wana maana gani? Kwamba tunakwenda kutafuta lakini pia tunarudi kula. Hivyo wakati wa kwenda utapanda mlima, lakini pia unavorudi kula basi utateremka, kwamba ni raha mstari. Lakini pia kuna Waswahili wanasema kwamba mchumia juani hulia kivulini. Hivyo ni swali hata mimi nikajiuliza, je, ikiwa mchumia juani hulia kivulini, je, mchumia kivulini hatalia wapi? Niambie katika sehemu ya comments hapo. Je, ikiwa mchumia juani hulia kivulini, na vipi mtu akichumia kivulini atalia wapi? Wahenga bwana wana mambo sana. Hatujui walikuwa wanamaanisha nini katika kutoa methali hizi au misemo hii, lakini wao wanadai kwamba ilikuwa inafundisha jamii, au mpaka sasa kwamba bado inaishi, ukizingatia hii ni fasihi simulizi. Wanasema kwamba ni kongwe na
ni fasihi ambayo itazidi kuishi zaidi na zaidi. Hii ni misemo ya wahenga, walishaisema enzi za mababu, lakini mpaka leo bado inaishi, bado inafanya kazi, lakini pia bado inazidi kutumika. Bana, hizo ni nondo ndogo ndogo ndani ya upepo wa magazeti. Hii hapa inaitwa piga kulia na kushoto, piga juu na chini, kula mkate na chai, tulia, asubuhi njema. Hii ni upepo wa magazeti ndani ya Mega Media Tanzania. Mimi ni Balamatizi, Balama Tanzania, Iringa finest, kinyago cha Kihehe. Nikutakie asubuhi njema. Usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kucomment. Have a nice day.